Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na rehema zake na baraka zake. Leo katika muendelezo wa darasa zetu za kila siku tunazozitoa, lengo, nia na makusudio ni kusaidiana sisi ambao tunapitia changamoto mbalimbali katika jamii, tunapitia mitihani mbalimbali katika jamii, na kuangalia namna gani tunaweza tukajikwamua juu ama dhidi ya mitihani na matatizo tunayoipitia katika jamii. Leo naomba nimekusudia kuwazungumzia baadhi ya wanawake ambao wanashindwa kushika ujauzito ama kupata ujauzito, hususan kwa sababu ya sheitan, yani kwa sababu ya uchawi. Sasa hapa nini inafanyika? Naomba unisikize kwa makini. Baadhi ya wanawake waliofungwa kutopata ujauzito, huwa anatumwa sheitan. Sheitani anabeba uchawi, akishabeba uchawi anamuingia yule mwanamke. Akishamuingia yule mwanamke anakwenda kukaa katika kizazi. Pale kuna kazi tatu katika kile kizazi anakuwa anazifanya. Kazi ya kwanza kabisa ni kutafuna kila mbegu inayoingia katika kile kizazi cha mwanamke. Kwa maana mwanamke anaposhiriki ibada tukufu ya ndoa pamoja na mume wake, mbegu zinapokuwa zimeingia katika tumbo la yule mwanamke, basi moja kwa moja sheitan anakwenda anakula zile mbegu, zinakuwa kama ni chakula chake. Hiyo ni hali ya kwanza. Lakini hali ya pili, anaweza akawa anazipuliza zile mbegu ili zitoke nje ama zirudi nje baada ya kuingia. Ndio maana mtaona baadhi ya dada zetu, na wao wanafahamu hili, wengi wao huwa wanalijua hili, anaposhiriki ibada tukufu ya tendo la ndoa na mume wake, baada ya muda anashangaa kama ni nusu saa kupita au wakati mwingine hata lisaa, zile mbegu zinachuruzika na zinatoka nje, zinachuruzika katika miguu yake. Anabaki anashangaa, sasa hii ikoje? Hii vipi? Mbona sio tukio la kawaida? Pale sasa sheitani anakuwa anapuliza zile mbegu ziweze kutoka katika tumbo la mwanamke. Wakati mwingine sheitani anaweza akawa asipulize zile mbegu wala asizile, lakini ile sihiri aliyoitia katika kile kizazi cha mwanamke akaacha mimba ikaingia. Lakini sasa akawa anafanya hila mule ndani katika lile tumbo. Mtoto anayekuja kuzaliwa pale, ndio unaona anazaliwa mtoto mwenye utahira fulani, ama mtoto kama anaanguka kifafa, ama mtoto anakuwa kama mwenye degedege. Si kila mtoto anayepitia hizi changamoto basi wakati mwingine inakuwa ni hali za kawaida, wakati mwingine zinakuwa ni hali za kimashayatin au hali za kishetani, ambazo mwanamke anakuwa amefungwa, amerogwa, sheitani akaenda kukaa katika kizazi chake, hatimaye akawa anafanya ufisadi na fitna kubwa katika tumbo la yule mwanamke. Sana ndio maana unakuta mtu mwingine kila akizaa maskini yule mtoto wake, basi anakuwa ni kama mwehu, ama anaanguka kifafa, ama anakuwa na changamoto mbalimbali. Na mwingine anakuwa kila akizaa yule mtoto anakufa. Ni wakati mwingine shetani anaweza kumwacha yule mimba ikakua. Wakati mtoto anazaliwa anafanya ufisadi wake pale, basi mtoto anakuwa hachukui muda mrefu. Ataishi mwezi mmoja au wiki mbili au wiki tatu, yule mtoto anakuwa anafanyaje? Anakufa. Sasa hizi zote ni vitimbi vinavyotokana na shetani anayetenda mambo kama haya kwa baadhi ya matumbo ya dada zetu na mama zetu. Sasa leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, nataka nikakufundishe dawa ambazo zitakusaidia kutibu hili tatizo ama kuondosha hili tatizo insha Allah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa unatakiwa upate mbegu za habat sauda. Yani tafuta mbegu za habat sauda au habat sauda mbegu, ama kwa lugha nyepesi tafuta habat sauda ya chenga. Dawa ya pili, tafuta hulba ama uwatu, nao uwe wachenga. Nitafuta hulba ama uwatu, nao uwe wachenga. Lakini dawa ya tatu, tafuta mbegu za figili. Kuna dawa inaitwa mbegu za figili. Hizi dawa zote ni maarufu na zinapatikana katika maduka ya madawa insha Allahu alkarim. Na dawa ya mwisho, tafuta asali safi, yani asali nzuri ambayo haijachakachuliwa, asali original, asali safi kabisa insha Allahu alkarim. Hapa unaweza ukatafuta hata nusu lita ya asali. Nusu lita inakutosha kabisa. Sasa hizi dawa habat sauda, hulba pamoja na mbegu za figili, hizi dawa unatakiwa uzitafute ama uziweke katika kipimo kilichokuwa sawa sawa, yani katika kipimo kilichokuwa sawa sawa. Kama utaweka vijiko 5 katika kila dawa, basi uhakikishe kila dawa inaenda vijiko 5. Ukiweka vijiko 10, basi jua kila dawa iende vijiko 10. Sasa unasaga vizuri, inachanganyika, inakuwa unga. Ikishakuwa unga, unachanganya na asali. Ukishakuwa changanya na asali, unavuruga ile dawa yako, inavurugika vema kabisa. Baada ya kuvurugika vema kabisa, pale sasa unakuwa unatumia kijiko
kimoja asubuhi kabla ya kula na kijiko kimoja jioni kabla ya kula chakula cha usiku. Unafanya hivi mpaka ile dawa itakapokuwa imemalizika. Ukiona hali bado hazijakaa sawa sawa, ukiona bado hali haijakaa sawa sawa, unarudia tena mara pili kutengeneza dozi hii. Unaweza ukaitengeneza walau kwa awamu 3 kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sina shaka kabisa utakuwa ni mwenye kuconserve pregnancy, yani utakuwa ni mwenye kupata mimba kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, kokote pale ulipo, kama unasumbuka na hili tatizo, basi insha Allahu alkarim, hii ni moja katika dawa mujarrabu sana. Na maradhi haya ya mtu kufungwa uzazi, ndio utakuta baadhi ya wanawake analalamika kupata maumivu ya tumbo chini ya kitovu mara kwa mara. Maumivu yanakuwa ni makali sana, anakuwa anayapata. Ama wakati mwingine anahisi kama kabeba jiwe katika tumbo lake, jiwe linalocheza linaenda huko linarudi huko. Anahisi kama kuna kitu cha ajabu amekibeba katika tumbo lake. Wakati mwingine inakuwa ni mizigo ya uchawi umebebeshwa katika tumbo lako pasi na wewe kufahamu. Kwa hiyo tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wewe ni muhanga wa haya, basi Mwenyezi Mungu akakuondoshee hii mitihani kwa baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa siri alizozitia katika hizi dawa nilizokueleza hapa sasa hivi insha Allahu al-Karim. Nenda katumie kwa imani insha Allah. Amini Mwenyezi Mungu ndio mponyaji, na dawa iwe ni sehemu tu ya sababu. Biidhnillahil Karim utakuwa ni mwenye kupona. Ni mimi ndugu yako katika imani, kaka al-akhi Sheikh Omar al-Basri. Ninapatikana Dar es Salaam, Tandika, Dar es Salaam, hapa karibu na msikiti wa Mnyimaki ama shule ya msingi ya Azimio. Unaweza ukanitafuta kwa 0755 577 022 ama 078755 2211. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaikum wa afwa minkum.